kwa ufupi sana aweze kutoa salamu za pole kwa familia. Niombe kutambua uwepo wa viongozi wetu wa serikali. Nitambue pia uwepo wa viongozi wetu wa dini. Pamoja na waombolezaji wote kwa ujumla. Lakini kipekee familia ya marehemu. Ninawasalimu wote kwa jina la Yesu Kristo aliye Mungu mkuu na nuru halisi. Ninakosa maneno ya kuzungumza. Na ukizingatia siku ya jana nilipata heshima kwa viongozi wa dini wa Dodoma kuongoza ibada ya iliyofanyika nyumbani pale. Na niseme tu wazi kwamba haikuwa rahisi kwangu kuweza kuiongoza ibada ile, kwa sababu kwanza nilikuwa siamini. Nilikuwa namuomba Mwenyezi Mungu iwe tu ndoto, kwamba nimelala alafu nikaota kitu usingizini, nikashtuka alafu nikathibitisha kwamba sio kweli. Na hii nasema hivi kwa sababu ni masaa 8 tu nafikiri yalipita tukiwa tumewasiliana naye. Alikuwa amenitumia message saa 12 siku hiyo ya Jumapili ambayo mauti ilimkuta, saa 12 asubuhi na dakika 28. Siku zote amekuwa akiwasiliana na mimi, lakini si mapema kwa kiwango hicho. Na mawasiliano yalikuwa ya kawaida kama mtu na rafiki, mtu na baba yake wa kiroho. Nafahamu wengi wanamjua kama MC Pilipili, lakini mara ya mwisho alikuwa ameshajibatiza kuwa kuhani Pilipili. Message aliyonitumia alikuwa ananisimia na kunipa taarifa kwamba anatoka amepanda treni ya SGR kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma kwa ajili ya event nafikiri ambayo ilikuwa inafanyika pale. Na message hiyo iliambatana na maombi, haikuwa kawaida yake. Akaniambia, nilitamani sana leo kuwa ibadani, lakini ninakuombea kwa Mungu, utakaposimama ibadani Mungu ajidhihirishe na kujifunua. Na wakati mwingine huwa tunatangaza aina ya ibada ambayo tunakuwa nayo, na akawa amenukuu ile aina ya ibada ile tuliokuwa nayo. Ilikuwa ni ibada ya jua la haki,
tu kuang'arizia watu kwenye maisha yao. Akasema jua la haki likakung'arizie na litung'arizie sisi sote, na Mungu asimame na wewe mwanzo na mwisho wa ibada, ajidhihirishe. Kwa bahati mbaya sana, kufuatana ratiba niliyokuwa nayo, nilifika kanisani baada ya kutoka safari alfajiri. Kwa hiyo sikuona simu. Nilipanda ibadani na kuendelea na ibada kama kawaida. Baada ya kumaliza ibada, ndipo nilipokuja kusikia habari zake kwa mmoja wa wasaidizi wangu. Kaniambia, kwani Pilipili hatunaye tena. Nilipata mshtuko ambao haukuwa wa kawaida, na kama walikuwepo wale waliokuwepo, nilizungumza nikawaambia, namuomba Mwenyezi Mungu kwamba na mimi nisifuate kwa kupitia mshtuko huu nilioupata. Kimsingi sijapata usingizi kwa huo muda wote. Nikitafakari ni kitu gani ambacho kimetokea. Na kama haitoshi, nilivyofanya safari ya kuja hapa na kufika pale nyumbani na kuchaguliwa kuwa sehemu ya watu watakaoongoza ibada, niliona inaweza ikawa ni jambo tu la kawaida, kwa sababu kama viongozi wa dini ni sehemu ya wajibu wetu tuliopewa na Mungu. Mtoto anapozaliwa tunampokea madhabahuni, tunamkabidhi kwa Mungu ili aweze kumlinda. Lakini pia mtu anapoondoka duniani, tuna wajibu pia wa kumkabidhi kwa Mungu kwa kufanya ibada yake ya mwisho. Lakini sikujua kwamba mshtuko ni kitu cha ajabu sana, kwamba unaweza ukashtuka alafu usijue ni nini kinaweza kikatokea. Unaona uko nomo, lakini kumbe hauko sawa sawa. Nilipofika kwenye eneo la msiba, nikaona sasa jeneza lake ni yeye amelala pale, na pamoja na hayo, tatizo sio kifo, ni aina ya kifo ambacho mtu alichoondokea. Nilivyosikia hayo, ilikuwa kama imenivuruga. Hata wakati nilipoenda kusimama kuendesha ile ibada sikuwa sawa sawa, lakini Mungu alitusaidia tukaweza kumaliza salama. Nachoweza kusema tu ni kutoa shukrani zetu kwa Mungu kwa ajili ya maisha yake. Duniani tunaletwa kwa mambo mawili. Moja ni maono makubwa ambayo Mungu ameyaweka juu yetu, na pili ni kusudi gani limemsukuma Mungu kutufanya kuja duniani. Na naweza kusema haya yote MC Pilipili aliyaishi. Katika kuyatimiza maono yake makubwa, alijaribu kila njia. Kwenye UMC alipambana, kwenye uchekeshaji, kwenye sanaa alipambana, kwenye siasa alipambana. Na kama haitoshi, bado akakumbuka baada ya maisha ya hapa duniani kuna maisha mbele baadaye. Baada ya kumaliza kazi, akaingia tena kwenye utumishi, kulitumikia kusudi la Mungu. Miaka 40 aliweza kucheza karata yake vizuri sana, na naweza kusema mbele yenu kwamba shujaa mzuri ni yule anayevipigana vita vizuri.
na kuilinda imani, na hatimaye amefikia mwisho ambao ulio mwema. Ni muhimu tufahamu kwamba ni heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake, na ya kwamba Mungu anautazama mwisho kuliko mwanzo. Maandiko yanasema ni heri wafu wafao tangu sasa katika Bwana, ili wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yanafuatana nao. Tunao uhakika wote waliomwamini Mungu na kumtumikia na kumpa maisha yao hawapotei na wala hawapotezi chochote kwenye maisha ya kwao. Na kwa sababu hiyo tunaamini ya kwamba muda alioishi ulitosha kutimiza ndoto zake, na kwa namna watu wengi walivyoguswa na kifo chake, inaonekana amegusa maisha ya watu wengi. Na kwa sababu hiyo amevipiga vita vizuri, imani ameilinda, na sasa amekwenda kupumzika kwa Bwana. Amegusa maisha ya watu, hata wagonjwa, watu wasiojiweza, ambao maandiko yanashauri vizuri sana ya kwamba ibada bora njema ni kuwajali wajane, watu wasiojiweza, watu wenye mazingira magumu. Alicheza karata yake vizuri sana, na hivi naweza kusema shujaa amerudi nyumbani. Tuvipige vita vizuri katika kupambania ndoto zetu na maono. Tusipigane vita vibaya vya kuacha historia mbaya. Tupigane vita vizuri. Pilipili amepigana vita vizuri, na leo amekwenda kupumzika kwa Bwana. Hajapotea. Yesu aliondoka na miaka 30. Yesu aliuawa na watu waliokatili uhai wake, lakini alikuwa ameshamaliza kazi yake. Kwa hiyo haijalishi ni aina gani ya kifo tunakufa, lakini kila mmoja atazame mahusiano yake na Mungu na alitumikie kusudi la Mungu na kuyafanya yaliyo mapenzi ya Mungu wakati anatimiza ndoto zake duniani. Niombe sana vijana wenzangu, kati ya zawadi kubwa ambayo tunaweza kumpa MC Pilipili ni kuilinda amani ya nchi yetu. Katika msimu wake wote wa maono na kusudi, hajawahi kuharibu amani ya nchi hii, na ameondoka, ameiacha nchi ikiwa salama. Kwa hiyo na sisi tuna wajibu huo, na Mungu atubariki sisi sote. Amina. Asante sana. Niseme hivi kwa sababu ya muda wetu kuwa sio rafiki. Watu wa itifaki pia wameniomba sana, kwa sababu ya muda wetu sio rafiki, niwaombe radhi wachungaji na viongozi wengine wa dini. Nitawatambua tu uwepo